Basi kwa muda huu tutakwenda kujifunza maneno ya Mungu, na tutakwenda kujifunza mwanamke mbarikiwa. Na moja kwa moja tutarudi kwenye mstari wetu Efeso 1. Efeso 1 mstari wa 3. Tutasoma hapo ili tuweze kumbariki Bwana. 1, tusome. Baba, asante kwa majilio yako jioni ya leo. Wewe ndiye ambaye unathamini maisha ya mwanamke. Roho wa Mungu, ulipomwangalia mwanamke ukaona unaweza kumtumia, kwa sababu wewe ndiye mwenye ufunuo kamili vile mwanamke alivyo. Natazama jioni ya leo upo kusema, upo kufumbua mafumbo, upo kuweka wazi siri za mbingu, upo kusema waziwazi, na kila mwanamke ainuke mahali hapa. Kila mwanamke ajazwe, kila mwanamke apate uhuru wake, kila mwanamke akuzwe katika neema mbalimbali. Baba, asante katika jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo tunajifunza mwanamke mbarikiwa. Na jana tulianza, na ni kama nilikuwa nimeweka msingi wa somo mama. Lakini leo tutaenda katika vina kujifunza hatua kwa hatua. Bwana asifiwe. Kwanza kabisa tunapozungumza mbarikiwa, nini maana ya neno mbarikiwa? Kwa kuwa sio neno ambalo ni geni, linatumika sana. Lakini ili tujione kwamba tumebarikiwa, lazima tujue maana. Kwa sababu kuna maana ya mbarikiwa katika watu wa mwilini, lakini kuna maana ya kubarikiwa katika namna ya roho. Mambo mengi huwa yanakuwa na tafsiri tofauti kwa watu wa rohoni na watu wa mwilini. Kwa mfano, wanapotafsiri upole kule duniani ni tofauti na sisi watu wa roho wanavyotafsiri upole. Hivyo hivyo baraka, kule duniani watu wanafikiri aliyebarikiwa ni yule mwenye vitu. Lakini ukweli unaweza ukawa na vitu na hujabarikiwa. Kwa hiyo tunapojifunza mwanamke aliyebarikiwa, nataka twende kwenye tafsiri ya kiroho. Kwanza, mwanamke aliyebarikiwa ni yule mwanamke anayeziishi mbingu wazi. Anayeziishi mbingu wazi ni vipi? Ana mwingiliano wa kiungu usio na mipaka. Huyo ndio mwanamke Biblia inamtaja amebarikiwa. Lakini namba 2 ya Kirumi, mwanamke mbarikiwa ni yule mwanamke ambaye amejaa neema. Amejaa neema. Tunaposema amejaa neema, ni kwamba amejaa uwezesho wa kiungu. Yaani yeye katika kila jambo lake anawezeshwa na uungu.
ni kwamba ni mwanamke ambaye amevuka mipaka ya kuwezeshwa na akili, amevuka mipaka ya kuwezeshwa na fedha, amevuka mipaka ya kuwezeshwa na wanadamu, amevuka mipaka ya kuwezeshwa na mifumo. Huyu mwanamke ameenda mbali, sasa anawezeshwa na uungu. Anaitwa mwanamke aliyejaa neema, ni mbarikiwa. Namba 3 ya Kirumi, mwanamke mbarikiwa ni yule ambaye ana kibali cha mbingu. Bwana asifiwe. Kibali cha mbingu ni kipi? Kibali cha mbingu ni ile hali ya upendeleo usio na sababu. Kwamba mbingu imechagua tu kumpendelea bila sababu. Bwana asifiwe. Lakini namba 4, mwanamke aliyebarikiwa ni mwanamke ambaye anatembea katika sura na mfano wa Mungu. Anatembea katika sura na mfano wa Mungu. Kwamba anapoonekana anaonyesha uungu, na anapofanya anafanya kama uungu. Huyu ni mwanamke ambaye oh God, mbingu inajivunia kwa sababu anaishi mahali ambapo watu wakitaka kumuona Mungu, wakimuona yeye, wamemuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapomzungumzia mwanamke mbarikiwa, hatuzungumzi ukawaida. Tunazungumza kitu kizito na cha kimaajabu. Kwa kuwa hauwezi kuwa mbarikiwa mpaka mkono wa Mungu umehusika kwa 100%. Ukumbuke huyu mwanamke jinsi alivyoumbwa. Kwanza, jinsi Mungu alivyomuumba. Mungu akutumia matope kumuumba mwanamke. Mwanamke aliumbwa kwa mifupa. Bwana asifiwe. Aliumbwa kwa mifupa. Kwa Mungu alimtoa mwanamke kutoka kwenye vyanzo vyenye nguvu. Ndio maana unaona mwanamke ana nguvu ya kustamili, ana nguvu ya kuchukulia, ana nguvu ya kuvumilia. Unamuona ana nguvu ya kuachilia makosa. Unamuona mwanamke amepewa vitu adimu. Kwa sababu ndani ya mwanamke kuna chakula cha viumbe. Nakwambia ndani ya mwanamke kuna chakula cha viumbe. Vinavyozaliwa ni miujiza, lakini hakuna kiumbe kina survive isipokuwa kimepitia katika huo mlo kutoka kwa mwanamke. Lakini mwanamke ndio kiumbe cha ajabu kilichobeba matumbo 3. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanamke amebeba tumbo la chakula, akabeba tumbo la uzazi, akabeba tumbo la kiroho. Na haya yote 3 yana nguvu ya kufanya kazi ndani yake. Wakati mwanamke Eva anaishi, akuitwa Eva kwa sababu kulikuwa na uchaguzi wa majina kwenye YouTube. Aliitwa mwanamke Eva kwa makusudi. Ukisikia neno au jina Eva ni mtia uhai. Mtia uhai.
Kwa kila alipo mwanamke kuna vyanzo vya kuingiza maisha. Hakuna mahali mwanamke yupo afu watu hawaishi. Kila alipo mwanamke kuna vyanzo vya kutia uhai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapojiangalia unatakiwa ujisherekee, kwa sababu Mungu anapokuangalia amekuumba kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Moja ya kiumbe alichokichagua ili yeye aje duniani kilikuwa ni mwanamke. Angeweza tu akatumia njia nyingine yoyote. Lakini kwa nini mwanamke? Kwa sababu kulikuwa na ufunuo wa mwanamke ni kitu cha kutisha. Hakungetokea kiumbe kingine machoni pa Mungu kingeweza kufanya kwa ufanisi kile ambacho alikusudia ukifanya kukileta hapa duniani isipokuwa mwanamke. Haleluya. Kwa hiyo unapoamka asubuhi wewe ni mwanamke, jisherekee. Kwa kuwa mbingu inakusherekea. Mbingu inajivunia wewe. Utakiwi kuamka asubuhi umejiinamia, unajililia, unasikitika, unajihuzunikia, umebeba mizigo, umebeba uchungu, kwa sababu kuna watu wanataka kuishi kwa sababu wewe unaishi. Kuna msemo wetu pale kao tunasema ishi waishi. Bwana asifiwe. Kwa unahitaji kujiona katika nguvu zako. Hata siku moja, hata itokee nini, usijidharau. Kwa sababu mbingu haijawahi kukudharau. Usijikatie tamaa, kwa sababu mbingu haijawahi kukatia tamaa. Usijilalamikie, kwa sababu mbingu haijawahi kukulalamikia. Usijihukumu, kwa sababu mbingu haijawahi kukuhukumu. Kila inapokuangalia mbingu inajivunia wewe. Haleluya. So tumesoma hilo andiko na tunaona kwamba ametubariki kwa baraka zote. Ngapi? Zote. Ina maana yeye katika mifumo yake ya baraka alionayo, hakuna baraka ambayo ilisalia ndani yake. Kila baraka anayoibeba inayokaa ndani yake aliachilia juu yako. Kwa wewe unaweza ukawa uko hapo unahesabu baraka 2, baraka 3, baraka 4, lakini ukweli baraka ulizopewa hazihesabiki. Bwana asifiwe. Hebu nataka umwambie jirani yako baraka ulizobarikiwa, anza kumtajia. Mtajie moja baada ya nyingine. Ni kweli jamani, mlivyo kimya kimya kabisa, hizo baraka zinatangazwa. Haya ni majira kutambua kwamba umebarikiwa. Na sio kwamba tu ni mambo ya kumwambia mtu. Unapoamka asubuhi, tangaza baraka. Tangaza baraka. Mifumo yote inayokusubiri ijue kwamba huyu anayetujilia amebarikiwa. Hakikisha kila kiungo chako kinajua kwamba huyu mwanamke anajijua amebarikiwa. Mifumo ya fedha ijue kwamba umebarikiwa. Watoto wako wasikie kwamba umebarikiwa. Mume wako ajue kwamba umebarikiwa. Kuna vitu tunavikalia kimya, lakini haipaswi kuvikalia kimya. Unatakiwa uviseme na kuvisema na kuvisema ili kwamba kila kitu kijue kwamba ninajua
ninajua nimebarikiwa. Sio kwamba nafuata mkumbo ya watu waliobarikiwa. Mimi mwenyewe ninajua nimebarikiwa. Hata kama nina nguo moja, ninajua nimebarikiwa. Hata kama leo sina nauli natembea kwa mguu, ninajua nimebarikiwa. Hata kama daktari amesema nini, najua nimebarikiwa. Hata kama mazingira, najua nimebarikiwa. Siwezi kupepesa macho kwa sababu ya kinachoendelea kwa sasa. Kwa sababu kinachoendelea sasa sio kitu kamili nilivyo. Hiki kinachoendelea sasa ni mpito. Ni mpito, lakini huu mpito lazima nitokee mahali pengine. Siwezi kujitambulisha katika kile ninachopita. Najitambulisha katika kile nilichowekwa katika umilele. Kwa mimi ni mbarikiwa. Na haitajiki kurudi msalabani ili nibarikiwe. Ile kazi alipoenda mara moja ilitosha kutangaza hadharani kwamba mimi nimebarikiwa. Mpigie Bwana makofi na sifa. Kwa atukuzwe yeye aliyenibariki mimi kwa baraka zote katika ulimwengu wa roho, ndani yake Kristo Jehova Nisi. Kwa hizi baraka sio za kuokota huku barabarani. Hizi baraka ni siri. Wakati nilipokuwa huko duniani sikuwa mbarikiwa. Lakini aliponileta ndani ya Kristo, akanileta uweponi mwake, oh God, ndipo ambapo nikafunuliwa kwamba mimi ni mbarikiwa. Na hapo hakuna anayeweza kutengua, sasa na hata milele. Oh God. Sikiliza. Tulisoma jana mstari wa 4 hapo. Tulisoma mstari wa 4. Nataka uweke tena tuusome. Karibu, soma hapo. Alivyonichagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Nataka urudie kwa sauti, soma tena. Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa hiyo mimi nilichaguliwa kabla ya misingi ya nchi kuwepo. Na nilichaguliwa kwa kusudi. Na aliponichagua akatangaza kwamba wewe nimekuchagua kabla milima haijakuwepo, kabla maji hayajakuwepo, kabla mwezi haujakuwepo, kabla jua halijakuwepo. Mimi nilikuchagua wewe uwe mtakatifu. My God. Nilikuchagua uwe mtakatifu, mtu usiye na hatia mbele zangu. Bwana asifiwe. Anasema mimi nilikuchagua ili wewe uwe mtakatifu mbele zangu, mtu mwanamke usiye na hatia, usiye na lawama, usiye na hukumu, usiye na uharibifu mbele zangu. Mimi Mungu nilikuchagua. Wakati ninaumba milima, nilikwisha kukuchagua, ulikuwa ndani yangu. Nikakufanya wewe kuwa mtendakazi pamoja na mimi. Tukaumba milima, tukaumba mabonde, tukaumba mwezi, tukaumba jua, tukaumba nyota, tukayafanya maji, tukatengeneza nchi. Ulikuwa ndani yangu. My God. Kwa anapokuona anakujua kuliko yeyote. Isiye katokea mtu amekaa na wewe miaka 5 anasema anakujua. Wewe ni ufunuo. Oh God. Wewe ni ufunuo. Milima haijakuwepo, ulikuwepo. Mabonde haijakuwepo, ulikuwepo. Nyota hazijakuwepo, ulikuwepo. Mwezi haujakuwepo, ulikuwepo. Maji hayajakuwepo, ulikuwepo.
ulikuwa ndani yake, ulikuwa roho. Sasa hapa ulipo umedhihirishwa katika mwili. Usije kukubali kupokea taarifa za watu wasiokujua. Taarifa ni nyingi. Mtu anasema ninakujua, we muongo, mbea, we mzushi. Kumbe hakujui. Oh God. Mungu anapokuangalia hajawahi kuona uzushi wala umbea wala uongo, wala hajawahi kuona kwamba wewe ufai. Anasema wewe ni mbarikiwa wangu, machoni pangu hauna hatia. Bwana asifiwe. Napenda tafsiri moja hapa, the way anavyoiweka. Unajua Biblia ni mgodi wa kutisha sana. Unaweza ukasoma andiko alafu ukaanza kuona mambo ya ajabu. Biblia inasema kwamba just as he chose us in Christ before the foundation of the world, so that we would be holy and blameless in his sight in love. Bwana asifiwe. Kwa tuwe viumbe ambao atulaumiki mbele zake. Yaani Mungu hana neno la kukulaumu wewe. My God. Mimi sijui kama wewe umewahi kujilaumu, na sijui watu wangapi wanakulaumu, lakini Mungu hana neno la kulaumu. Kwa nini Mungu hawezi kulaumu wewe? Kwa sababu Mungu akikulaumu wewe ni kama amejilaumu yeye. Hakuna namna anakulaumu. Kwamba sijui hujaomba vizuri. Sijui kwa nini? Kwa nini wewe hujamsalimia fulani? Unalaumu kwani hujapika vizuri? Kwa nini wewe umevaa hivyo? Kwa nini? Yaani Mungu hana lawama juu yako. Kwa nini sisi ni viumbe, wanawake ni viumbe ambao kwa Mungu hatulaumiki? Lakini kwa wanadamu moja ya kiumbe kinalaumiwa ni mwanamke. Mwanamke analaumiwa hata lawama azimuhusu. Mtoto wake akichelewa nyumbani anayelaumiwa ni yeye. Mtoto wake hajasoma anayelaumiwa ni yeye. My God. Nyumba sijui sijui ni kitu gani kijakaa sawa, ni mwanamke. Ukumbuke Adam alipoulizwa na Mungu akamwambia Adam, umekula tunda? Lakini Adam alikula. Akasema ni huyu mwanamke. Oh God, kila lawama iliyo juu yako leo tunaiua kwa jina la Yesu. Kwa nini Mungu akulaumu? Kwa sababu Mungu hawezi kulaumu, kwa kuwa lawama haiwezi kukaa ndani ya Mungu. Ukiona lawama iko hapa, ujue mauti iko hapa. Na mimi nikwambie, mtu yeyote akilaumu haongei neno zuri. Ukiona maneno ya lawama, ujue yamefatana au yanawakilishwa na neno baya. Kwa Mungu atumiki kwenye lawama. Ndio maana nakwambia wewe ni kiumbe ambaye haulaumiki mbele ya uso wake. Yani mbele ya his sight there is no any blame. No any blame for you. No any blame.
Mungu ataitoa kwamba nakulaumu. Kwa sababu unapolaumu umehukumu. Kila anayelaumu anaonyesha kutokufaa, kutoweza. Kila anayelaumu anaonyesha ubaya. Kulawama zimeambatana na roho za mashetani. Sasa wanawake wanapolaumiwa sana, wanaanza na wenyewe kutumika kulaumu. Kwa sababu wamelaumiwa mpaka ile lawama imekuwa ni kawaida ya maisha. Sasa na wenyewe wanatumika kulaumu watoto wao, wanatumika kulaumu waume zao, wanatumika kulaumu we mama mkwe. Unakuta wanawake wengi lawama kwa mama mkwe haziishi. Lazima mama mkwe atakuwa na kadosari, lazima utakazungumza kabaya, ana kabaya. Leo ninaikausha mizizi ya lawama kutokea ndani yako. Kama aliyekuchagua akakutenga, na yeye mbele zake anasema mimi sina lawama juu yako, hujawahi kusikia neno la lawama kutoka kwake. My God, soma Bible yako, hakuna maana kulaumu. Hapa anakupa majibu ya maisha yako, hakuna mahali anakulaumu. Kwa sababu lawama hufunga njia. Lawama hufunga njia. Lawama huleta upofu. Kwa Mungu anaitazama kesho yako. Pamoja leo umekosea, anaitazama kesho yako. Ana mpango nawe katika umilele. Anakujua. Kwa kosa lako la leo haishii hapa. Yeye anaangalia mbele. Yesu mwanadamu. Mungu hana macho ya kuku. Mungu hana macho ya mwewe. Mungu hana macho ya tai. Mungu ni milele. Anaiona mwisho tangia mwanzo. Kwa kuyumba kwako hapa hawezi kukufanya wewe ukawa ndio mwisho wako. Oh God. Sema kwa jina la Yesu. Leo naing'oa madhabahu ya lawama inayokaa kwenye maisha yangu, inayokaa kwenye moyo wangu, inayokaa kwenye kinywa changu. Mimi ni mwanamke wa ajabu. Nilichaguliwa kabla ya misingi ya nchi kuwapo. Niwe kiumbe cha pekee, nisiyelaumika mbele za uso wake, katika jina la Yesu. Nataka nikwambie usiku wa leo, nataka ufute lawama zote ulizojilaumu na ulizowalaumu watu. Wewe kwa jinsi ulivyokuwa designed, haupaswi kutembea na lawama, kwa sababu kadri unavyolaumu unaua. Kadri unavyolaumu unaua. Kadri unavyolaumu unatawanya. Nataka nikwambie mtumishi wa Mungu mwanamke, kwenye lawama hakuna majibu. Ukiona tatizo unataka likue, anza kulaumu. Praise God. Amen. Ukiona tatizo umelikubali likue machoni pako, anza kulaumu. Kadri unavyolaumu upati majibu, unazidi kuwa mwovu ndani ya zile lawama. Tutasoma kidogo Wafilipi. Asante, tukaa hapo. Kaa hapo. Wafilipi 2:15. Wafilipi 2:15. Ameshaweka. Tusome moja twende.
mpate kuwa wana wa Mungu wasio na lawama wala udanganyifu, wasio na ila kati ya kizazi chenye ukaidi kilichopotoka, ambao kati yao mnaonekana kuwa kama mlima katika ulimwengu. Ambao kati yao mnaonekana kuwa kama mianga, kama nuru katika giza. Kwa hiyo anazungumza kwa mapana kwamba sisi ni wana wa Mungu wasio na lawama. Praise God. Unajua watu wamezoea kulaumu na uko kanisani na unaona ni sawa, lakini nataka nikwambie kila lawama ina pumzi ya mauti. Kila lawama inavaa roho ya giza. Kila lawama. Kwa anataka tuwe wana wa Mungu wasio na lawama, wala wasio na manunguniko kati ya kizazi hiki chenye ukaidi kilichopotoka. Muonekane kama mianga, kwa kuwa ninyi peke yenu mmetengwa kuto kuishi lawama. Kwa kuwa yeye hayupo kutulaumu. Kama yeye aingizi lawama ndani yetu, sisi lawama tunaitoa wapi? Kwa lawama ni mifumo ya wana wa dunia. Sikia, ujue ukianza kulaumu unaanza, lakini pia lawama huwa zinakuwa. Unaweza ukajikuta umefika mahali unakuwa expert yani professional. Una ujuzi na utaalamu na ufundi na ustadi wa kulaumu. Unayo maneno ambayo my God mtu hawezi kutoka ukianza kumlaumu. Unafika mahali unamlaumu mtu, kila mtu anakubali kwamba huyu sio mtu, ni shetani. Bwana asifiwe. Alafu ukimaliza lawama, ukija huku wewe uinuliwe. Bwana wa Bwana uinuliwe, umetenda mema we tumishi. Anasema chemchemi moja haiwezi kutoa maji matamu na machungu at the same time. Unapoona chemchemi imekuwa designed inatoa maji matamu tu, utasikia kile kisima kina maji mazuri, kile kisima kina maji ya chumvi. Haijawahi kutokea kisima kimoja kina maji matamu na machungu. Sasa sisi wana tuliochaguliwa kabla ya misingi ya nchi kuwako, alipoenda msalabani alienda ili atudhihirishe kwamba sisi ni wabarikiwa. Anatujua kwa amekuja atudhihirishe ili viumbe vyote vijue kwamba hawa ni wabarikiwa na maisha yao ni tofauti. Hawa ndio watu ambao mbele zangu hawalaumiki. Bwana asifiwe. Amen. Sikia, tutasoma kidogo maandiko. Fungua hapo kitabu cha Hesabu 14. Hesabu 14. Tutasoma hapo mstari wa 27. Ameshaweka. Tutasoma wote.
Nichukuane na mkutano mwovu huu uninung'unikiao hata lini? Nimesikia manung'uniko ya wana wa Israeli waninung'unikiao. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo Mungu anasema, nataka urudie, hebu rudia hapo, rudia. Nichukuane na mkutano mwovu huu uninung'unikiao hata lini? Nimesikia manung'uniko ya wana wa Israeli waninung'unikiao. Tusome tena mstari wa 28. Bieni kama niishivyo, asema Bwana, hakika yangu kama ninyi mlivyonena masikioni mwangu, ndivyo nitakavyowafanyia ninyi. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hawa watu wakaanza kumnung'unikia Mungu, sio tu kujinung'unikia wao au kuwanung'unikia watu, lakini upako wa manung'uniko ukaongezeka. Wakaanza kumnung'unikia Mungu. Na ukisema maandiko anasema wakamnung'unikia Mungu na Musa. Mungu akasema, kama mlivyosema ndivyo fungu lenu. Bwana asifiwe. Kwa wale watu wakala taabu ya manung'uniko yao, Mungu akawapa kuyaishi matokeo ya manung'uniko yao. Unajua kuna mbegu za manung'uniko hazijawahi kung'olewa. Hazijawahi kung'olewa, ambazo zinawataabisha wanawake wengi. Wanawake wananung'unika hapa kwenye maombi. Paka yeye unamwona mwanamke kasujudu kainama hivi, uko kwenye maombi ananung'unika. Kwa nini mimi Mungu? Kwa nini mimi Mungu? Umeniona? Kwa nini Mungu umeniona mimi? Kwa nini usimfanyie yule jirani yangu? Kwa nini mimi? Unaelewa? Kuna miaka fulani hivi imepita hapo hujaolewa. Hai. Badala uingie kwenye shukurani, kwa sababu ni yeye anasema kwamba hakutakuwa na yeyote ambaye atakosa mwenzi wake. Mungu ahesabu miaka. Wakati wewe unafikiria Mungu amechelewa, kumbe Mungu ana muda sahihi, wakati sahihi, majira sahihi. Ndio maana unamuona Samueli akuzaliwa tu, alizaliwa kwa wakati wake. Wewe unapoanza kunung'unika ndio unachelewesha muujiza. Unachelewesha muujiza. Unazimisha miujiza. Oh my God, utakiwi kulalamika wala kunung'unika pale unapoona kwamba nimeelemewa. Mimi na shukurani kwa Bwana. Ili Mungu azijibu shukurani zako. Asije akasema najibu malalamiko yako. Na waona wanawake wabarikiwa mahali. Kwa kinywa cha mwanamke mbarikiwa, moyo wa mwanamke mbarikiwa, umekosa malalamiko. Pakuwa moyo wote wa mwanamke aliyebarikiwa, kitu ambacho hakimo ndani yake ni malalamiko. Kwa sababu huyu mwanamke anazishi mbingu wazi. Ulivyo moyo wa Mungu ndivyo alivyo. Kama Mungu yeye hana lawama juu yake, na huyu mwanamke ndani yake lawama amezikosa.
Ndio maana mwandishi anaanza kusema atukuzwe yeye aliyetubariki. Oh God. Yaani mwandishi amejaa sifa. Kwa sababu gani? Ametubariki. Mtu ambaye hauna lawama, ndani yake katika pendo, hakika siwezi kubeba malalamiko, siwezi. Leo kwa jina la Yesu, hakuna malalamiko yatakayopumua ndani yako. Tunatangaza hakuna chakula juu ya malalamiko. Hatuyalishi malalamiko. Na kuambia hatuyaogeshi malalamiko. Hatuyapi mahali pa kulala malalamiko. Na kuambia hatuyapi pumziko malalamiko. Malalamiko ndani yetu hayaishi kwa jina la Yesu. Kwa sababu malalamiko yanaua hatima. Yanaua vitu vingi vya kimungu. Malalamiko yanaua watoto wetu. Malalamiko yanaua paka ndoa. Mimi ni counselor. Nafanya mashauri ya ndoa kwa miaka. Na kanuni yangu mimi, hamna ndoa inanishinda, ndo kanuni yangu. Nakwambia, kama haiponi kwa maneno ya kinywa, itapona kwa maombi yangu. Kwa sababu kuna kanuni inaniambia alichokiunganisha Mungu hakuna mwanadamu. Sikia, katika counseling ya ndoa, watu wanapokuja kwenye mashauri wanahitaji malalamiko. Ukisikia uwanda wa mashauri ni mkusanyiko wa malalamiko kutoka pande tofauti. Sasa imagine kwa miaka yote nimesikia malalamiko mangapi? Malalamiko ni mengi. Na kila malalamiko yamelenga kumvua nguo mtu, kumwaibisha mtu, kumuonyesha mtu si kitu, kumuonyesha afai, kumuonyesha ni shetani au mama yake shetani au baba yake shetani. Afu ndio uko hapa katikati. Umfanye huyu anayesema shetani asiwe shetani. Na umfanye huyu aliye mama yake shetani asiwe mama yake shetani, bali arudi awe kawaida. Nahitaji upako. Hivi haiwezekani, nakwambia. Yaani tu maneno tunaongea, watakupiga ngumi hao wenyewe. Kwa sababu wengine wanakuja kakunja ndita, hataki kuongea. Sasa huyu anayeongea mabaya, anaongea mabaya, analalamika, anaongea kitu cha ndani kabisa huko. Sasa huyu, especially mwanaume kitu chake cha ndani kikitoka ni kama umemvua nguo. Sasa kwa sababu mwenzake analalamika, lazima kile cha ndani kisemwe hadharani ili mjue kwamba huyu hafai. Kwa mwanaume akishavuliwa nguo, God anakosa balance. Anaanza kujiona mimi sio mwanaume kwa huyu mwanamke. Bwana, nataka nikwambie, ndoa nyingi zinakufa kwa sababu ya lawama. Inawezekana kosa la kwanza likawa ni dogo, lakini mlolongo wa lawama ndio unaoweka ndoa nyingi katika uharibifu. Biblia inasema hata kukaa kimya nayo ni hekima. Pale ambapo ni zamu yangu kusema mabaya, ukikaa kimya hautaonekana mjinga, wewe ndio mwenye hekima. Ndio maana zamu ya kuijenga nyumba amepewa mwanamke. Ndani yako umenyimwa madhabahu ya lawama.
Utakiwa kutumika huko. Kama umetumika ukawa mtumishi wa lawama, umetumika sijui ni miaka mingapi, muulize mwenzako, wewe miaka mingapi umetumikia? Sasa leo tunafunga madhabahu ya lawama. Tunaifunga, tunailaani hiyo madhabahu. Tunainyima uhalali na haki. Leo usajili wako umefutwa kwa jina la Yesu. Haita exist, hata alama yake haitaonekana. Tumekataa kuwa viumbe vya lawama. Tumekataa kwa jina la Yesu. Kwa sababu umekuwa ni mwiba. Umekuwa ni msumari. Umekuwa ni teso la mwanamke. Baada ya lawama zote, atakayeumia lazima wewe. Nakwambia, wewe ndio utabeba mzigo wote. Hakuna mtu mwingine. Kwa nini? Niche mwanamke ni kiunganishi. Nakwambia, ukimwangalia mwanamke, ofisi yake ni kama Roho Mtakatifu. Ni kama Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Kwa mwanamke anapoingia kwenye lawama, ametoka cooperate kwenye ofisi yake. Na hivyo uharibifu utaingia. Na ukishaingia, unaisomba nyumba yote. Uharibifu ukiingia kupitia mwanamke, hamna mtu anapona. Praise God. Kwa kama mwanamke mbarikiwa, kaa kwenye nafasi yako. Jijua wewe ni nani. Ulipobarikiwa, uliwekwa juu ya kila kitu. Uliwekwa juu ya kila kitu. Oh, Jehova, mpigie Mungu makofi kabisa. Utakiwa kulalamika. Oh, maisha ni magumu. Maisha sio magumu. Unalalamikia mpaka maisha. Maisha ni magumu sana. Maisha yamenipiga. Wewe ndio unafanya maisha yawepo. Utaki kuyalalamikia. Wewe ni mkubwa kuliko maisha. Hakuna maisha bila wewe. Kwa ukiyalalamikia, unamlalamikia nini? Ukishalalamika, maisha yanakuwa mazuri. Waulize watu kila siku wasema maisha magumu. Yaangalie maisha yao. Kwa kuna lugha za malalamiko lazima zife. Kutokea kwenye vyanzo lazima zife. Uko tayari? Lazima zife. Kwa sababu mtu analalamika anaonyesha pia huwa ajui anachokitaka. Ajui anachokitaka. Kuna wakati mvua inanyesha. Mvua jamani, yani mvua, yani mvua, matope, siyo nini, jamani vumbi. Mvua, kwenye mvua hamna matope. Yes. Yapo. Matope sijui, maji sijui. Haya. Jua ndio hilo. Yani ili jua mpaka utosi nakwambia. Jua nakwambia limewaka ile vumbi nakwambia vumbi kila mahali. Jamani, upepo mkali. Alikujaga hapa mtu. Anaitwa Nyerere. Wakasema Nyerere. Haya. Akaja yule babu Mwinyi. Wakasema Mwinyi wakamlalamikia. Katoka kaja Mkapa. Wakalaumu. Akatoka huyo. Akaja yule nani? Kikwete.
wakalaumu na yeye, wakamtukana, sasa akaja nguvu kazi. Pia wakalaumu. Sasa yuko mama hapa. Ndio ujue kuna kaasili fulani kakulaumu kapo tu. Paka mtu naona watu hawajui wanachokitaka. Usiku wa leo madhabahu ya lawama na ife ndani yako. Athari zote za lawama tunazing'oa ndani yako. Madhara ya lawama tunayaondoa. Na kuambia kila kibaya kinachoonekana kimezaliwa na lawama, usiku wa leo hakitaishi ndani yako katika jina la Yesu. Vyote vilivyoenda mbali kwa sababu ya lawama tunavirudisha. Vyote vilivyopotea tunavirudisha. Vilivyoibiwa kwa sababu ulikuwa unalaumu tunavirudisha. Kwa jina la Yesu, mahusiano yaliyokufa kwa sababu ya lawama tunayarejesha usiku wa leo. Magonjwa yaliyozaliwa kwa sababu ya lawama usiku wa leo tunayaua. Lawama hautaishi ndani yetu. Tunakukataa, tunakufukuza, hautatutumia. Tumekukataa leo, tunakulaani kwa nguvu. Piga kelele kwa Roho Mtakatifu. Lazima mimi niishi na lawama ife. Nasema usiku wa leo, mimi niishi lawama ife. Sio mimi naishi na lawama inaishi. Hapana. Hatuwezi kuishi wote wawili. Lazima chenye nguvu ndo kiishi. Na kwa sababu mimi nilikuwepo kabla ya lawama hajakuwepo, lazima lawama ndo ife leo. Piga kelele kwa Roho Mtakatifu. Shangilie Bwana, haleluya. Sema katika jina la Yesu. Sijaona watu walio tayari. Sema katika jina la Yesu. Usiku wa leo navua kila roho ya lawama ndani ya maisha yangu. Ninang'oa sasa mapando ya lawama yaliyokaza kwenye vyanzo vya moyo wangu. Kwa jina la Yesu ninalaani leo kila kaza lawama. Mimi sio mwanamke wa lawama. Nakataa leo kutumika katika lawama. Nimegairi njia ya lawama, sitaiendea kwa jina la Yesu. Ewe lawama, ninakuua ndani yangu. Ninakuua ndani yangu na kunyima pumzi kwa jina la Yesu. Wewe lawama uliyenitumikisha nikapoteza, wewe uliyenitumikisha nikatengeneza uadui, wewe uliyenitumikisha nikatawanya, uliyenitumikisha nikaharibu, uliyenitumikisha nikaonekana sifai. Ewe roho ya lawama, nakuua leo. Chochote kile ulichokizalisha kama zao lako, nakuua nalo. Nakuua nalo. Yawe ni magonjwa, na yaondoa kwa jina la Yesu. Yawe ni laana, na ziondoa kwa jina la Yesu. Iwe ni mikosi, na iondoa kwa jina la Yesu. Ewe zao la lawama, ufe ndani yangu. Ufe ndani yangu. Anza kuondoa na ng'oa. Ng'oa kila lawama. Ng'oa kila roho ya lawama.